mambo vipi Shabiki Social, habari ya muda huu jioni fulani hivi amazing, na ikiwa ni saa 1 kamili mambo shaanza kabisa. Na ikumbuke kwamba leo tuko hapa Shabiki Social tumekuja kwa lengo kuu moja tu, tunakupa burudani kabla ya mchezo ambao mchezo mkubwa kabisa kwa siku ya leo. Taifa, wazalendo, wananchi wote tunakwenda kutazama Simba saa 4 kamili akiwa yuko ugenini dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo kwamba mashabiki tumerudi, Mashabiki Social tupo kwa ajili yako wewe, kukutuliza pressure, kukupa burudani. Na kama tunasema leo hii mchezo uko Morocco, basi naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha wale ndugu zangu, marafiki zangu wa Faransa ambao wako hapa Tanzania, wapo Kenya, wako Burundi, wapo Rwanda, ili na wao wajisikie wapo kwenye Shabiki Social. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Irene Haoule avec Abou Youssouf. Bienvenue dans la CAF Confédération d'ACAF, un match de football à Morocco, RS Berkane contre Simba CSC Tanzanian. Bienvenue dans Shabiki Social. Merci beaucoup. Abou Youssouf, nimekuacha sehemu, karibu. Sikufichi, nimesikia Abou Youssouf nikasema nimetajwa hapa. Ya kwanza. Yani pale nilikuwa nasema karibuni mabibi na mabwana, tuko hapa kwenye Shabiki Social, kuna nami Irene Haoule pamoja na Abou Youssouf. Tuko kwenye mchezo wa leo RS Berkane dhidi ya Simba SC Tanzania, na mwisho nikasema bienvenue dans Shabiki Social. Karibu sana kwenye Shabiki Social. Umetisha. Wamekusikia kina Morocco ujue. Kina alimufti wako Morocco. Hii ni Morocco yetu. Wamekusikia vizuri. Wamesikia vizuri kabisa. Shukrani sana. IK kama ambapo amesema kwamba hii ni Shabiki Social. Unajua kipindi hiki ni maalum kabisa kwa ajili ya shabiki wewe kabisa, ambaye uko nyumbani hivi sasa, upo kwenye vijiwe vya soka, lakini upo labda barabarani ama upo kwenye mabasi yale ambayo yana kisimbuzi cha Azam TV. Basi ndo wakati wako wewe shabiki kuweza kusema nasi katika Shabiki Social, na hii ni maalum kabisa kwa ajili ya mchezo huu wa finali ya kwanza kabisa ya kihistoria kwa upande wa Simba ya kombe hili la shirikisho Afrika. Msije mkanivuta shati kwamba hii ni finali ya kwanza. Tunajua kuna finali 1993. Kwa kidogo sema hii ni ya pili wanashiriki. Lakini hilo walifungwa. Lakini ile kombe la shirikisho. Uhuru wa kupata bahati. Kwa hiyo sasa leo tunasema kwamba lakini kabla kwenda mbali kabisa tuko hapa na Abu atukumbushe ama atupitishe sifa kuu 3 za kuwa Shabiki Social ni zipi? Bwana, Shabiki Social cha kwanza uwe shabiki. Uwe shabiki. La kwanza. Ya kwanza. Lakini la pili uwe ni mwanajamii, kwa sababu kipindi hiki ni cha shabiki pamoja na mwanajamii. Kwa jambo jingine pia uwe mwanajamii kuhakikisha kwamba unaweza kuwa Shabiki Social sasa ambaye amekamilika, mwanajamii, shabiki, alafu mpenda soka. Cha mwisho uwe mpenda soka, lakini pia uwe mzalendo. Kwa sababu hapo kwenye uzalendo leo tunasema Simba anatuwakilisha Watanzania wote. Kwa inabidi wote dua zetu, shamra zetu, yani kila kitu, kila mwenye dini yake tuweza kuiombea Simba sababu ni Tanzania inacheza. Si ndio? Kabisa. Ndio sifa kuu ya kuwa Shabiki Social. Kindaki. Na tunakupa uwanja wa wewe kwenda Instagram kutiririka, kutoa ya moyoni yako, kutoa pongezi zako, kutoa yani kila kitu. Ni sehemu pekee ambapo shabiki ana ruksa ya kuongea kila ambacho anaweza kuongea. Kabisa. Na kama kawaida page zetu za mitandao ya kijamii ambao utatuandikia hapo maoni yako ni kupitia Azam TV Sports ukiwa kule Instagram ama Twitter, andika hivyo X kwa zamani, kwa sasa ni X, zamani Twitter, andika Azam TV TZ, lakini mitandao mingine kwa maana Facebook na Instagram andika @Azam TV Sports. Utatupata pale na tutaandikia maoni yako kuhusiana na mchezo huu wa finali kati ya RS Berkane wakiwa nyumbani wakikaribisha Simba Sports Club ya Tanzania. Na kama Mtanzania mzalendo, basi Shabiki Social ndio eneo pekee ambalo wewe utatakiwa ukae kwa sasa uweze kutuambia maoni yako kuhusiana na mchezo huu, namna utakavyokuwa, unaona nini, unashauri kipi na kipi ambacho kifanyike baadaye kuanzia majira saa 4 kamili usiku. Aike, sijui kama kuna kitu nimekiacha hapo kwa Shabiki Social ni nani? Kwa kweli kwenye vitatu na pia mimi nikaongeza kitengeka ni cha 4, hamna ambacho umekiacha. Hakuna kitu. Ila tu shabiki wa muda huu nyumbani achukue simu, mtumie mwenzako message, mtumie shabiki mwenzako, mwambie hivi kule mambo yameanza kuchangamka na kunoga, na leo ndio finali. Kama unatuona tumetupia mijumba fulani, sema tuona vizuri au hujatuona? Tuko finali zaidi. So unajua mambo ya finali. Sasa kama sisi tupo hivi, shabiki naye atakuaje? Tuambie leo tunaanzia wapi hapo? Bwana, leo
tutaanza kwanza na walezi wetu kwa maana ya TFF. Wao ndio walezi wa mpira nchini kabisa, na napotokea jambo lolote linahusiana na klabu hizi kubwa au klabu zozote za Tanzania ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa, unajua kabisa TFF ndio watu wa mwanzo ambao wanakuwa wanatupa hizo taarifa ama wanasema chochote kuhusiana na kile ambacho kinaenda kutokea. Na tukianza na ukurasa rasmi kabisa wa TFF wa Instagram unafahamika kama Turn Football, unasema kwamba kila laheri Simba Sports Club kwenye mchezo wa finali ya kombe la shirikisho Afrika. Na kama ambavyo unaona hapo baadhi ya mashabiki, usiji kama ni aua mwenyewe ndo sidhani. Hiyo mbele na L sio mwenyewe. Ni shabiki. Lakini ni shabiki social. Ni shabiki social. Yes, kwa hiyo sio mbaya. Na Mamu anasema kwamba okay, kuna ni moja kati ya utani wa hapa na pale ukosekani. Ndio shabiki social wenyewe unapokuwa. Sisi tunapokea wote, tunapokea wote kwa sababu wote ni mashabiki na wote wako hapa kupitia ukurasa rasmi kabisa wa TFF. Hii inakupa nguvu kabisa kwamba kuna TFF na ligi kuu ambao nao kwa namna moja ama nyingine wanahusika. Unajua ligi kuu ndio ambayo imemweka Simba pale. Imemweka Simba pale kabisa kwenye finali kwa sasa. Ameiweka vipi? Kwa sababu anashiriki ligi kuu. Na ligi kuu ndio imeweza kwanza chanzo huwa tuna chanzo mpaka mwisho na kitendo. Sasa chanzo ndio hiki hapo ligi kuu, na kitendo chenyewe ndio finali ya leo ambayo itaenda kuchezwa hapo baadaye. Kwa kila laheri Simba hapo wakipewa na TFF ukurasa rasmi kabisa huo. Na pia tuwakumbushe kwamba mashabiki social wote, mchezo huu unachezwa uwanja wa Manispaa ya Berkane. Kwa kama kuna shabiki ambaye kwa mitaa hiyo pia, nafikiri turuksa tu na wewe kwenda pale kutugiza kitu kinaendelea, kipi kinaendelea. Yaani kama ingekuwa ni kwa hapa Dar es Salaam ni KMC fulani. Yes. Kwa kumbe sio mbaya. Sio mbaya. Kwa Simba wako kama KMC fulani ambao wamepazoea. Sio mbaya. Unajue ukishakuwa Manispaa kuna some features ambazo zinakuwa kama unazizoea fulani. Kwa hiyo kila laheri kwao. Sasa wakati tunaendelea nataka hiyo kwamba Simba sio mbaya. Leo mpo kama mpo KMC tu. Niletee sasa ile mambo kwa ile mambo ile ya lugha yako ile. Kwamba Simba leo wanacheza KMC. Sio mbaya. Sio mbaya. Simba leo sio mbaya jamani. Ni kama mpo ukisema kwamba tu bienvenue karibu de la stadium hiyo Berkane. Asante. Tumkaribisha hapo. Tuangalie nyingine. Mimi niko tayari. Wewe yani mimi leo niko na mashabiki wote wa Faransa, wa Swahili, mashabiki wa kutoka ukurasa rasmi kabisa wa CAF. Yes. Ama shirikisho la mpira wa miguu hapa barani Afrika, ambapo anasema kwamba leo ndio usiku ule wa finali huko Morocco. Anauliza sasa ni RS Berkane ama Simba wanaweza wakachukua mchezo wa kwanza. Kumbuka hizi ni dakika 90 za mwanzo. Kulikuwa kuna 90 za nyingine pia ambazo kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba ni dakika 45 alafu 45 nyingine zitakuwepo Tanzania kabisa. Kwa bado mchezo hautaishia huko. Mchezo haujaisha bado. Sawa, huyo ni Kala nje akajibu hapo. Wa Tanzania uwezo unajua bongo sio bongo, sema mashabiki social wako vizuri. Shabiki social samani jamani, mashabiki social wako updated, wako vizuri. Kala anasema kwamba viva Simba, viva Tanzania. Safi sana, nimependa hii. Lakini mwingine Rafi anasema kwamba Mungu kwanza, anafunga na mikono. Yes, official Ruki Zompa. Official Zompa. Okay, sawa. Anasema kwamba Simba kutoka Tanzania. Admin say yeah. Sema? Aya, sawa. Kwa kusubiria. Hala. Okay, sawa. Sisi ambao kwenye D2 tumeshaelewa. Huyo ni shabiki social basi. Akimaliza hivyo kwenye ukurasa huo wa CAF ama ukurasa rasmi kabisa wa shirikisho la soka barani Afrika, lakini maalum kwa michezo hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, ndio maana inaitwa pale CAF-CL na CAF-CC, wakiwa wanamaanisha kwamba ni makombe haya ya shirikisho ndio ukurasa wao huu rasmi kabisa.
kwa ajili ya kujimwaya na taarifa zote. Unajua CAF ina mambo mengi. Yes. Kuna mambo mengi kwa huwezi kuyachanganya yote. Kwa hapo tushasikia TFF, tutatoka kwa CAF, tunatazama CAF. Sasa tuangalie wengine hapa. IK na Shabiki Social ambayo uko nyumbani, uko kijiweni, uko barabarani, uko sehemu yote ile ambayo unatufuatilia. Azam Sports 1 HD ndio nyumba ambayo utakuja kutazama burudani hii baadaye kuanzia majira saa 4, lakini hii burudani ndio imeanza kwa sasa. Tutoka hapa tutawaacha wengine watakuja, alafu pale baadaye tena wataingia watu wengine wataalamu wenyewe mambo utawaona. Yani tunapishana tu hapa. Mission ni Berkane. Mission Berkane. Tunabeba hapa mission yenyewe kwa sasa. Tunakupa kutoka ukurasa huo ambao tumetoka kuangalia, lakini ilikuwa ni Instagram, kwa sasa ni X. Wenyewe wanasema kwamba Simba wameingia finali yao ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika. Je, watalinyanyua taji hilo? Ni finali ya kwanza ya kombe la shirikisho jamani, sio finali ya kwanza ya kombe la CAF. Hizo lugha zifahamike. Shabiki Social sio wakatushika mashati tukitoka. Kwa hiyo ni kwa CAF ya kwanza. Hii ni kombe la shirikisho. Kwa hiyo wanasema kwamba wanaweza Simba wanaweza kuchukua ile kombe. Unaonaje kwanza? Tuanzie kwenye Shabiki Social. Unajua mimi na Shabiki Social namba 1. Jambo linawezekana. Wewe unaonaje? Jambo linawezekana. Linawezekana kabisa. Inawezekana. Kwa sababu ukiangalia kwa kiasi kikubwa katika mechi hizi za kimataifa, Simba amekuwa na matokeo mazuri pia ugenini. Licha tu ya ule unyumbani, hata ugenini amekuwa anapata matokeo. Tumeona matokeo aliyopata Afrika Kusini, tumeona matokeo aliyopata kwa Al-Masry alipoteza, lakini alicheza kwa kiwango kikubwa kabisa. Kiwango kizuri ambacho kiliwapa nguvu pia hata wakati wamerudi nyumbani wakaweza kupata matokeo. Kwa wana uwezo kupata matokeo. Uwezo huo wa leo tarehe 17 na uwezo huo kamili upo. Wa kupata matokeo pia leo wanao pia Simba. Naamini hivyo mimi pia. Kama Shabiki Social, tunaamini hivyo. Tunakuwa very positive kwanza. Ndio. Sawa, tutoke hapo basi tuangalie kingine ambacho tumekuandalia, na yako mengi kwa kweli. Nikwambie yako mengi sana ambayo tumeandaa. Huyu African football yeye anatupa siri, mbinu zenyewe zilivyo, kwamba Berkane wana tabia gani. Anasema kwamba wana tabia ya kutumia mchezo wa kwanza kumaliza mchezo unaofuata. Hiyo ndio tabia yao kubwa. Sifa yao. Nadhani hata ile alizungumza pia hata Ahmed Ali, kuna kipindi nilimsikia anaongea kwenye moja kati ya videos ambazo amerekodiwa akiwa kule Morocco. Alisema kwamba wanawajua wapinzani wao ndo wana mchezo huu. Kiangalia mchezo ambao wamewapeleka finali, walishinda mabao 4 mchezo wa kwanza wakiwa nyumbani kwao. Wameenda ugenini wamefungwa 1, kwa hiyo haikutosha kuwaondoa. Kwa hiyo ndicho ambacho pia nao wamekiangalia hapa, kusema kwamba mara nyingi wanatazamiwa kutumia mchezo huu kuweza kumaliza finali ambayo itakuja kuchezwa Tanzania. Hiyo tarehe 25. Sasa wanyama wanakuambia wanakwenda kubeba hiyo. Sasa sijui itakuwaje. Kwa kidogo hapo leo tunasema sisi ambacho tunakiomba hapa kama Mashabiki Social, yani sisi letu ni moja tu, dua ni moja tu. Simba SC washinde, kwa sababu tunasema uzalendo kwanza, na wao ndio leo wamebeba ile bendera huko Morocco kwenye uwanja Manispaa ya Berkane. Kwa hiyo tunasema kama Shabiki Social pia, yani tunaangalia Shabiki Social tunapata burudani, lakini mwisho siku dua ziwe nyingi sana muda huu mpaka dakika 90 ya mwisho tushuhudie pale Simba akiwa anachukua alama zake mapema sana. Sasa usidhani kwamba Simba wako wenyewe tu. Unajua tena ndege imetoka, serikali imetoa ndege kabisa kwamba bwana hawapo kinyonge. Hii jambo la kitaifa. Sasa na siku zote sisi watu tuna Shabiki Social tukiwa hapa tunasema uzalendo sio, labda wanahisi kwamba tunatania, sio uzalendo wenyewe ndio huu hapo. Ambapo unaona hapa serikali pia na wenyewe wapo wameambatana moja kwa moja bega kwa bega na klabu ya Simba katika ndege ambao ni Watanzania pekee wamo humo. Kwa maana ya waandishi wa habari, wapo mashabiki humo, lakini wapo viongozi mbalimbali wa kiserikali ambao wameambatana na kikosi kizima. Lakini Simba wenyewe pia wapo humo. Na hapa kwa upande wa serikali anaongoza ni naibu waziri wa utamaduni, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Namzungumzia Hamis Mwinjuma maarufu kama Mwana FA. LFA. Ukirudi miaka kadhaa nyuma alikuwa ni
shabiki social wa wazi wa Simba. Kindaki. Kwa hiyo kwa sasa ni kiongozi. Hawajaenda kinyonge lakini. Kwa sasa ni kiongozi lile gamba kidogo analipunguzia. Analipunguzia ung'avu wake kidogo, analificha. Mzalendo sasa. Anakuwa mzalendo moja kwa moja kwa sababu kiongozi tayari kuna mambo inabidi uwe neutral fulani. Yaani ndio inavyokupaswa uwe hivyo. Kwa hiyo kama kuna ndege na inapendeza hivyo, inashamiri, watu wako wengi sana hapo Nilipenda kuna picha moja alipiga Ali Mufti pembeni hapo kwenye wing ya upande huu. Akasema kwamba hakika tumelienjoy ile dude. Kwa hiyo kwanza pia tuwakumbushe pia tunaye shabiki social mwakilishi wetu Ali Mufti. Akasema umelienjoy ile dude. Unajua kuna raha ile mkiwa wenyewe tu kwenye ndege, yani mnazungumza lugha moja tu. Yani nyinyi tu. Hamna mtu mwingine ambaye mnaingiliana naye. Ndicho ambacho kwa hiyo kumbe sio jambo dogo kuona ndege imejaa watu kama hivyo wengi sana hapo. Kwa hiyo tupo vizuri jamani. Yani tusiwe na wasiwasi. Huu muda pekee wa kupunguza stress zako. Mashabiki social tupo hapa kwa ajili yako wewe ili uweze kufurahia mchezo pale saa 4 kamili. Abu, tuendelee. Maana mambo ni mengi sana leo tunayo. Bana, kumbushe tu kwamba wanatutazama pia kupitia Azam TV Max ambao unaipata kiganjani kwako. Ukiingia pale Google Play Store ama App Store, andika Azam TV Max, unaishusha alafu unatupata. Ukijiunga ni rahisi kabisa, unafuata tu maelekezo pale ya namna ya kujiunga. Ukiwa na kisimbuzi chako nyumbani unaweza kutumia ile kadi yako kuweza kuweka kule, ama ukalipia tu vifurushi vyovyote vile ambavyo unaviona pale. Kuna bronze, kuna silver, lakini kuna gold pia. Unachagua tu kifurushi ambacho wewe unakiweza, unajiunga. Lakini kutupata sisi lazima ujiunge na silver. Utajiunga na silver ili kutupata sisi hapa Shabiki Social kwa sasa kupitia Azam TV Max kiganjani kwako, lakini pia kupitia web.azamtvmax.com. Pia unaweza kutuangalia kupitia website, kwa maana kwenda kwenye website tunaandika hivyo, unatutazama pia. Ni rahisi kabisa ukiwa na Azam TV Max. Haya, tumeona TFF, tumeona CAF hapo, tumeona serikali. Tuone labda kwenye Simba alipofikia na hapo. Tujue tuna shauku ya kujua kwamba walikuwa wapi. Haikuwa siri kabisa namna ambavyo walipokuwa. Huyu bwana msemaji Ahmed Ali tumwangalie hapa. Lakini hizi ni fujo za Ahmed Ali. Alikuwa anawatoa watu hotelini wapande gari waelekee Barkane. Hapo ni Uja. Kwa hiyo anawatoa watu saizi. Alikuwa patron sasa. Twendeni jamani, gari inaondoka saa 5. Mimi nikiingia kwenye gari inaamsha. Tusikilize kidogo. Sawa, tukamsikilize. Twende. Nikipanda naondoka. Saa 5 kamili gari naondoka hiyo. Safari Berkane. Mnaenjoy sana. Wapishi wanakufuata. Tunaenda kwenye gari na wapishi. Sufyan, washa gari tuondoke. Oya, muda umefika nye. Nikipanda naondoka. Tondokeni. Kwa hiyo sielewa. Na wale wapishi nyuma wa mashefa kwa nao wanaondoka au? Mashefa nao wanaondoka, twendeni. Bosi wao kawakurupua hapo. Twende. Wengine hata wajua anaongea nini, lakini ile mikono unajua kwamba twende. Kuna kitu jambo labda la muhimu anaitwa siri. Yule Ahmed Ali kupitia mitandao ya kijamii. Mission iko pale. Tunasema mission ni Berkane. Hii tunakwenda kuibeba. Tuondoke. Basi amesema tuondoke tuangalie nyingine. Kilisemaji kama semaji. Kazi leo hivyo. Uko leo kazi hivyo. Sasa hivyo ambavyo anawaambia waondoke na baadaye pia akumbushe kurudi kwenye gari kurudi kwenye gari. Sasa mimi nikwambia hapo kuna mambo mawili. Simba ashinde. Simba atoe sare. Sijui kama ndege yetu mwache. Yaani kuna sana akaza yeye ambaye sasa hivi anawaambia watu wawai, yeye ndio atakuwa kwanza kuachwa na ndege. Sababu kwa furaha kwa kuwa Saudi Ahmed Ali, huyo ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Na mbwembwe zake hizo, unamjua Ahmed ni mtu wa mbwembwe, utani na vitu kama hivyo, na ndicho ambacho sisi Shabiki Social tunakitaka. Tunafurahi tu. Nakumbuka marehemu
Uncle Charles ambaye tumempumzisha tu siku 2-3 zilizopita. Mmoja kati ya vitu ambavyo walikuwa akivisisitiza mara kwa mara, hata ukikutana naye anakuambia furayo, umenuna nini, maisha ndo haya, usinune. After na kijana mdogo kabisa vitu kama hivyo. Kwa hiyo na burudani kama hizi za Ahmed Ally ni vitu ambavyo napaswa sisi kama mashabiki social tu tunakumbushana, jamani, tufurahi, tusinune, tusijipe unasema mgagaziko wa moyo. Enjoy moyo tulivu. Maisha ndo haya. Kwa hiyo yaani maisha ni mafupi na maisha ndo haya kabisa. Kwa sasa tushaweza kuona semaji, tukaangazie pia tulikuwa na waandishi pia mbalimbali ambapo kama ndege kwa imejaa kwa watu wako wengi sana, na wadau tuko nao wama walikuwa kule wako wengi sana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tuamie sehemu nyingine ya Abu. Sawa. Na sasa tuangalie hapa sasa. Hapa ndio eneo ambalo walikuwa nawaita Ahmed Ally, kama ambavyo ulikuwa uone tu vizuri, lakini majengo ndo walikuwa nawaita watu ni kama anawaona kwenye balcony kule, wewe twende, shuka, wewe twende, na vitu kama hivyo. Hiyo ndo mahali ambako mashabiki wamekutana, kwa maana kwamba sehemu ya watendaji wa klabu ya Simba wamefikia hapo. Ilikuwa ni Uje Morocco. Ni eneo ni umbali kiasi tu kutoka hapo kuelekea Berkane, ama kuelekea kwenye manispaa ya Berkane, si mbali. Ndio maana walikita kambi hapa. So unajua tena ile mambo kwamba si tukae tu hapa. Hapa tutaenda. Hatuna haraka, tushafika. Kule tutafika. Haraka ya nini? Ni sawa na mtu anakuja kucheza Dar es Salaam, alafu aseme kwamba ataishia Bagamoyo tu pale. Panatosha. Kwenye upepo. Patatosha tu hapa Bagamoyo, tukitoka hapo tutaingia Dar es Salaam, haina shida. Ndio kilichotokea hapa. Na ndio eneo lile ambalo kama ambavyo unaliona ndio eneo ambalo walifikia Simba. Baadhi ya wanahabari pia walikuwepo hapo, lakini na timu yetu pia ambayo iko na Patrick Nyembera, the legend, Lupanda HD akiwa mtaalamu wa picha pale nyuma, na Ali Mufti kutoka dawati la mitandaoni na viwanjani. Uliposema Patrick Nyembera, Lupanda pamoja na Ali Mufti ambaye ni mashabiki social pia wao wenzetu, nafikiri sana muda kwenda kusikiliza pia kumtazama Patrick Nyembera, na yeye ana kipi ambacho ametuandalia, sababu yeye amefika kule, yeye ndio shabiki ambaye amefika Morocco, na mashabiki wengine wawili na wengine wote kwenye ndege ya Air Tanzania wana kipi cha kutuambia. The legend. The legend. Na wengine hapo studio. Huu ni muda ambao tupo hapa katika hoteli tuliofikia katika mji huu wa Berkane, na kikubwa ambacho tuko nacho hapa ni maandalizi ya mwisho kabisa kuelekea katika mchezo. Nafahamu sasa ni build up kuelekea katika mchezo wenyewe, lakini nikujuze tu hapa nipo na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club, Mheshimiwa Rafael Chageni, mbunge wa zamani wa Busega. Tunakuja kwako kama kiongozi ambaye huko katika bodi ya Simba Sports Club kuelekea katika mchezo wa Tanzania. Sasa hivi wanaangalia hapa, kila mtu amezungumza la kwake, kila mtu analeta kwake, wapo waliopo hapa na wapo waliopo nyumbani, lakini nyinyi viongozi mmekuwa na mikutano kadhaa pamoja na benchi la ufundi na coach Fadlu Davis kuelekea mchezo huu. Utayari wake huko namna gani na nini ambacho ameongea nanyi kuhusiana na Berkane? Kwa kweli toka tumefika hapa Morocco, kwanza tunashukuru sana serikali ya Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwa ni kichocheo kikubwa sana cha kuhamasisha michezo ndani ya nchi yetu, na hata Simba kufikia tupofikia hapa ni kwa sababu serikali imekuwa bega kwa bega na michezo. Tasnia ya michezo imepewa kipaumbele kubwa sana na mama, kwa kuwa na hamasa hiyo mpaka ametoa ndege ambayo imesafirisha timu ya wachezaji, technical bench na washabiki, viongozi na washabiki wamekuja kushangilia Simba. Tulipotoa hata Morocco hapa ilikuwa ni kitu ambacho si cha kawaida. Wameshtuka Morocco kuona Dreamliner imeshuka hapa na inashusha wa Tanzania wakiwa beba bendera ya Tanzania na Simba yenyewe. Na kama mnavyojua Simba ni moja ya timu ambazo katika ukanda wa Afrika inakopeka, ni timu namba 4 bora kwa Afrika. Kwa hiyo Simba ina jina kubwa sana, lakini licha kwa Simba peke yake tunaitangaza nchi yetu ya Tanzania katika ramani na tasnia yote ya michezo katika bara Afrika na nje ya bara Afrika. Na hiki kwa ukiangalia ni kwa sababu ya uwekezaji mzuri wa rais wa Simba Mohamed Dewji au Mo, pamoja na viongozi wote ndani ya Simba na wanachama, kwa sababu Simba siku zote tumekuwa na msimamo wa aina moja. Simba tumekuwa ni nguvu moja, ndio kauli mbiu yetu. Simba nguvu moja. Sasa ile pekee kauli mbiu hiyo inaakisi mambo makubwa sana kwa nchi, na ndio maana Simba leo hii inagopeka. Toka tumefika hapa benchi la ufundi chini ya Fadlu Davis, kocha ambaye kwa kweli ni wa viwango vya juu sana.
sio kama kuna makocha katika ukanda wetu huu wanafanana naye. Huyu bwana na timu yake muda wote yuko busy, anafanya kazi usiku na mchana kwamba Simba inasonga mbele. Na tulipofika hapa Morocco, kwa kweli akona programu zake na wachezaji, na ameweza kujenga saikolojia kubwa sana kwa wachezaji. Kwanza kujiamini na ule roho ya kupambana. Ndio maana Simba sasa hivi ukiangalia ni timu inayopambana. Ni timu ambayo huwezi ukaiona hivi hivi, ana game plan za aina mbalimbali. Ndio maana hata wapinzani wanaogopa. Tulipofika hapa Morocco wakaona kuja wanachungulia. Tumekuja Berkane hapa, tumekumbuka Berkane imekuja mpaka tunapokaa kwenye hoteli hapa. Wanakuja wanachungulia. Lakini tumejaribu kudhibiti kila aina yote ya fitna ambayo walikuwa wanazifanya. Uwanjani mtuchelewesha kushuka kwenye ndege, kupakua mizigo, lakini sisi hatujaondoka kwenye focus. Na naamini kwamba hadi jana coach tumefanya mazoezi ya mwisho, na coach amesema kwamba vijana wana utimamu wa mwili, wana utimamu wa akili, wanaitaka mechi. Na hata vijana wenyewe tumeongea nao, wanasema sisi tuko tayari kwa game hii, ni do or die. Finali iko hapa Berkane, Tanzania kumalizia kama taifa. Kwa umoja wetu tunaweza kuona kwamba kwa upande wa Tanzania bara TFF, lakini pia kwa upande wa visiwani ZFF pia tuko hapa kwa ajili ya kuona kwamba tunakuja kuweka nguvu, kama sio kuja kuongeza hamasa zaidi kwa ajili ya kuweza kufanikiwa kuweza kulipata hili taji. Inawezekana ni taji la kwanza kwa Tanzania katika mashindano haya makubwa kabisa ya Inter Club. Kwa hiyo kwetu sisi tumeona moja jambo muhimu zaidi ni kuja kuweka nguvu. Najua katika hili kabla hajazungumza mengi zaidi, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutupa ndege ile kuja kukaa nayo hapa nchini Morocco kwa takriban siku 5. Ni jambo kubwa najua, na ile ni dhamira ya wazi ya Mheshimiwa Rais ya kuona kwamba tunapiga hatua katika michezo, lakini hatua hii ni lazima tuweze kuwa na mafanikio. Mafanikio yenyewe ni kurudi na taji ambalo litakuwa ni taji muhimu sana kwa nchi yetu Tanzania. Kimsingi kwa kile ambacho nimekiona takriban siku ya 5 sasa hapa nchini Morocco kwenye kambi ya klabu ya Simba, tumejaribu kukaa na wachezaji na kuwaona benchi la ufundi. Kimsingi naona ari kubwa na hamasa kubwa. Though tuko Morocco, mambo ya hapa na pale yapo yanatokezea, lakini naamini kwa michezo miwili itakayochezwa hapa, mmoja Morocco na mwingine Dar es Salaam pale Mkapa, naamini klabu ya Simba inaweza kufanya mazuri zaidi. Mchezo wa leo kwa kiasi utakuwa ni mgumu kidogo kwa sababu Simba inacheza na timu mwenyeji, lakini tukumbuke pia ni mabingwa wa ligi hapa Morocco. Safari yao mpaka kufika finali ilikuwa ni safari ambayo wameonyesha ukubwa wao na ubora wao, wamefanya vizuri huko, lakini kwa namna ambavyo Simba nimewaona katika mashindano yote ya msimu huu na haswa michezo ya ugenini, wamekuwa na aina tofauti ya performance. Zamani walikuwa Simba ama timu za Tanzania kwa ujumla wake zinapokuja ugenini zinakuwa nyonge hivi, mara nyingi zinakubali kuwa ni second team kiwanjani, lakini kwa sasa hivi hazikubali kuwa second team, wanatamani kuwa ni first team ama kuwa timu ambazo zina mzani ambao umebalance. Kwa mimi naamini kwa mchezo wa leo Simba na nafasi kubwa pia kuweza kupata matokeo ambayo yatakuwa ni matokeo bora kuelekea katika mchezo wa pili pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sina mashaka, ari nimeona tofauti, na kinachonivutia mimi kwenye klabu ya Simba kwa siku hizi hivi karibuni ni namna ambavyo mwalimu Fadlu Davis huwezi kumtabiri, anabadilika kutokana na mahitaji ya mchezo. Wachezaji ambao wamekuwa wanapa nafasi vijana, mashabiki wanawezekana kwa na demand zaidi, lakini kile ambacho wachezaji wanakitoa kiwanjani na kile ambacho mwalimu amekuwa akiwaelekeza, unaweza kuona kwamba timu inakwenda inafanya vizuri. Naamini Charles Owa leo anawezekana akawa star vile vile klabu ya Simba. Naamini kama kuna matokeo yanawezekana kapitia katika miguu yake pia. Umeongea kwa utaalamu zaidi hapo katika hili na nadhani kwamba ulikuwa ni shuhuda na ni mwenyeji katika mchezo wa Simba na Stellenbosch. Umeona nini ambacho wengi hawakioni? Kuna wengine wanakiona kwa wingi kwa jicho lako, kwa Jean Charles Ahoua kuwa mmoja wa mtu ambaye anaweza kaita matukio tofauti katika mchezo. Unajua sisi tupo katika management, mfano mimi katibu mkuu, lakini kimsingi nimekuwa nikijaribu kuangalia timu ya Simba namna ambavyo imekuwa kicheza. Ahoua amekuwa ni kiunganishi mzuri zaidi katika eneo la midfield na eneo la ushambuliaji. Of course anacheza kama namba 10, lakini role yake imekuwa ni tofauti kwa sababu amekuwa zile nafasi ambazo Simba anazihitaji katika final third, yeye ndo amekuwa na huo muhimili. Tulikuwa uwanjani katika mechi dhidi ya Stellenbosch. Of course alifunga goli kupitia kwa ile set play, lakini alikosa goli dakika za mwisho ambalo pengine lilikuwa ni goli ambalo katika mazingira angeweza kufunga, lakini nimependa mentality yake. Yes, na hii ndo SHABIKI
SHO Shabiki Social. Tupo na bado tupo sana. Tunataka kumsikia mwenzetu Patrick Nyembera, Shabiki Social mwingine. Mwanzo tulikuwa tunapata tabu sana wakati tunatambulisha kipindi. Watu wanasema sho. Kwa hiyo kwenye Shabiki Social tunaweza kumsikia pale kutoka Morocco. Kwa hiyo sasa nafikiri sasa ndio muda wa kwenda. Naona nyuma yangu hapa mambo tayari kabisa. Innocent Alois, Mashabiki Social wa Mwanza. Na wao watuambie wana kipi cha kutuambia. Lakini tayari ameonekana ni kiongozi na anajiamini. Unaona mtu kama Shamu amekuwa bora. Kwa hiyo ya nchi yetu, maeneo mengi, shauku kubwa kwa wadau wa soka, ukiachilia mbali wa mapenzi na mashabiki wa Simba, ni kuhakikisha kwamba mchezo huu wa leo unakuwa na matokeo chanya, hasa katika kuiweka nafasi nzuri zaidi klabu ya Simba kuhakikisha kwamba inatoa ubingwa huu. Lakini katika pita zangu nimeangukia hapa kijua kimoja kinaitwa Diamond Royal, ambapo mara nyingi wa mashabiki wa Simba wanapenda kukaa hapa kwa ajili ya kuangalia hasa mechi kubwa kama hii. Na nipo na baadhi ya wadau hapa. Kulia kwangu yupo Philbert Kabago, lakini kushoto pia yupo moja kati ya wadau wa jiji hili la Mwanza. Nianze na Philbert Kabago, hebu tuambie namna ambavyo unaotazama mchezo huu wa leo. Mchezo utakuwa ni mgumu ukizingatia kwamba pia Berkane wamekuwa wamefanya vizuri na hawajapoteza mchezo wote nyumbani, na ni mchezo wa fainali. Utakuwa ni mchezo mgumu, lakini sisi kama Simba msimu huu tunahitaji kuweka heshima. Tunakwenda kwa tahadhari kubwa kwamba kama tutakwenda tutashambulia, zile nafasi muhimu ambazo tutazipata tutaweza kuzitumia, lakini pia tutakuwa makini katika eneo la kulinda, kwa sababu tunaamini katika mpira kila kosa moja unaweza ukaadhibiwa. Kwa hiyo kikubwa tutaingia kwa kushambulia, kwa kushtukiza, na tukipata nafasi tuzitumie, lakini pia tuwe makini katika eneo la ulinzi. Okay, asante sana. Ni maoni ya Philbert Kabago, lakini pia tu wa Tanzania wakutambue, lakini hebu tuambie mtazamo wako kuelekea katika mchezo huu wa leo. Kwanza nijitambulisha kwa majina, naitwa Florian Tobias. Naongelea mchezo wa leo. Mchezo wa leo utakuwa ni mchezo mgumu, ila kinachotaka tu tuingie kwa hekima kulingana na timu tunayocheza nayo, tushambulie kwa kusitokiza tu, yani nadhani ushindi tutatoka nao. Okay, unaipa nafasi ngapi? Labda turejee kwako kwa namna ambavyo unaona kikosi cha Simba, lakini hasa ukizingatia matokeo ya hivi punde ya katika ligi kuu ya NBC. Unaipa nafasi gani klabu ya Simba kuhakikisha kwamba inaibuka na ushindi katika mchezo wa leo? Watu wakufahamu kwa majina kwanza. Asante, naitwa Joseph Temela, ni mshabiki na ni mwanachama wa Simba. Mimi kwanza sina wasiwasi na mechi ya leo. Nafikiri tunacheza fainali, na lengo la kucheza fainali ni kwamba tunalenga kuchukua ubingwa. Nafikiri hata wachezaji watakuwa wameshajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunashinda. Na imani hata leo pamoja na kwamba tuko ugenini, lakini mimi binafsi na imani kwamba tutafanya vizuri. Maana yake timu iko vizuri na wachezaji kisaikolojia wamejipanga kwa ajili ya kushinda. Kwa hiyo lolote lile linaweza likatokea. Unadhani timu ambayo imeondoka Tanzania kwenda Morocco kushuhudia mchezo huu ina nafasi kwa kiasi gani pengine kuipa mwanga au kutoa mwanga wa matokeo ya leo hii, hasa ukiangalia wakiongozwa na naibu waziri wa mchezo? Watu kufahamu kwa majina. Kwa majina anaitwa Alex Daudi. Kimsingi timu nzima ambayo imetoka Tanzania kuelekea pale Morocco, cha kwanza nimekuwa nikifuatilia kwa karibu. Kwa kweli wanatia hamasa kubwa, wanaifanya timu ionekane kama vile iko nyumbani. Kwa hiyo naamini ile hamasa kubwa ambayo wanaitoa pale, hata wachezaji pia wamepata morali nzuri, wataingia uwanjani wakiwa na nguvu ya kutosha, wakiwa na uhakika wa kwamba tunachoenda kutafuta ni matokeo chanya. Kwa hiyo naamini ile timu support itakayokuwepo pale uwanjani, kama ninavyoiona ikiwa inaendelea kusupport pale mtaani, kama ni mfuatiliaji mzuri, utaona jinsi ambavyo wanazidi kuwahamasisha wachezaji. Kwa hiyo naamini wamewapa nafasi kubwa wachezaji ya kwamba wapambane kama vile wapo nyumbani, na ninachokiona kabisa na imani yangu kubwa, leo tunatoka na matokeo chanya kwa timu yetu ya Simba Sports. Ni matumaini ya mashabiki na wadau wengi wa Simba. Lakini mwalimu ana lineup yake. Kwa mtazamo wako, unadhani ukipanga ya kwako na ya mwalimu, ya kwako wewe inaangukia wapi kwanza? Ya kwangu golini atakuwa Kamara, namba 2 Kapombe, Mohamed Hussein, Shamu,
Amza, Kagoma, Mpanzu, Ngoma, Kibu Denisi, alafu mbele nitamchezesha Ateba na maana moja kwamba Ateba nitamsimamisha kwa maana ya kwamba anapokuwepo mabeki huwa hawapandi. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba kwa kutumia hata njia ya kushambulia kwa kushtukiza kwamba mnakuwa na mtu mmoja mbele, Ateba ana uwezo wa kutuliza mpira, kukaa nao na kusubiria wenzake wakaja akawekea kwenye nafasi tukaweza kupata matokeo. Okay. Na ni line-up nzuri. Bila shaka unaiunga mkono, sio? Naiunga mkono ni line-up nzuri kwa sababu ni wachezaji ambao kwanza wamecheza pamoja kwa muda mrefu. Na kwa hiyo tuna imani kwamba line-up kama hiyo ikiwekwa, na imani tutapata matokeo mazuri. Tunajua Watanzania sasa hivi wanatuangalia na kila mtu ana shauku, anaona kama muda unachelewa hivi kusogea. Tumalizie kwa mtazamo wako, nini unadhani mwalimu anapaswa kufanya na mashabiki walioko kule wanapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba angalau wanarudi kifua mbele Tanzania? Mwalimu anachotaka kufanya ni kama kilichoelezewa, namba 1 Asme Kamara, Mohamed Hussein, Chamu Kalabo, Kapombe na wengine, lakini mbele asimame Ateba. Ateba ana nguvu, ana kila aina ya mbinu. Nadhani tutapata tu ushindi kwa namna nyingine. Okay. Asante. Kwa kumalizia, kiongozi, michezo ya Tanzania ya ligi kuu, kwa namna gani unaona sasa leo hii tunakwenda super na ukilinganisha na kile ambacho mkiongea line-up ambayo imetoa Mr. Kabago hapa? Asante sana ndugu kiongozi. Kimsingi naenda tofauti kidogo na Kabago sehemu moja. Hajanitajia mchezaji mmoja ili kukamilisha ile first 11. Ahwa, Jean Charles Ahwa atakuwepo pale akicheza huku na hapo katikati ili amlishe atakaye kuwa striker wetu. Ila sasa pale kwa striker mimi natamani line-up yangu itaanza na Mkwala ili tuwahi kupata matokeo ya haraka. Halafu Ateba ataingia baadaye. Okay. Na asante sana, bila shaka wa Tanzania na mashabiki wa Simba wamewasikia, na hata walioko huko ambao wanafuatilia Azam Sports hivi sasa na wenyewe pia wamejifunza kitu kutoka hapa katika jiji hili la Miamba, jijini Mwanza. Tuendelee na matangazo hapo studio, lakini bila shaka mmeelewa nini wana Mwanza wanashauku katika mchezo huu wa leo. Yes, wana Mwanza kwanza kabisa cha kwanza ambacho nimekishika na kusema kwamba kwa Philbert, namnukuu Philbert kwamba leo Simba wakashambulia kwa kushtukiza ili tu waweze kuchukua ushindi hapo nyumbani. Kwa hiyo hao ni Mwanza, lakini sasa yote moja kwa moja pale Dodoma kwa Ahmed Ali, naye atuambie Ahmed Juma atuambie kipi ambacho ametuandalia mashabiki social wa Dodoma, wana kipi cha kutuambia. Karibu. Asante sana studio. Kama ulivyosema hapa ni katika viunga vya jiji la Dodoma, na kubwa zaidi ni kupita katika vijiwe mbalimbali kuona namna wapenzi wa soka kwa maana ya mashabiki wa Simba, lakini hata ambao sio wa Simba wakizungumzia mchezo huu wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ilianza hatua ya awali, ikaja hatua ya makundi, na hatimaye ikaja hatua ya robo finali, nusu finali, na sasa tunazungumzia mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa nimefika katika eneo ambalo nimekuta mashabiki wa Simba mapema kabisa wakiwa tayari wanausubiri mchezo kwa hamu. Labda tuambie unaitwa nani na namna ambavyo unatazamia mchezo wenyewe kwa ujumla. Mimi kwa majina naitwa Robert Kindoli, na niseme tu kwamba leo Simba tumejiandaa vizuri na tuna imani kubwa sana na kikosi tulichokuwa nacho. Kwa hiyo tunaamini kabisa leo, mechi ya leo tunashinda, japo haitakuwa mechi rahisi kwa sababu RS Berkane ni timu nzuri, na ukiangalia ligi yao ya Algeria sasa ya Morocco wanaongoza. Kwa hiyo tunategemea kabisa utakuwa ni mchezo mgumu, lakini Mwenyezi Mungu tunaamini safari tunabeba. Kama shabiki, tangu Simba imeanza kushiriki michuano hii kwa mwaka huu, ulikuwa unaiona dalili ya kufika hatua hii ya finali? Kwa dalili tulikuwa nazo, japo sio kwa kama ambavyo mashabiki wengi walikuwa wanajua kwamba tunatengeneza timu. Kwa hiyo toka Mwalimu Fadu alipokuja alisema tunatengeneza timu, na kweli tuliona dalili za kwamba timu imeimarika. Hatukutegemea kufika finali, lakini kwa kiwango kikubwa tunaona timu inaendelea kuimarika siku hadi siku. Kwa hiyo tunaamini kabisa leo tutaenda kushinda.
Kwa maana hiyo, kwa matamanio yenu ni kuona kombe hili likija Tanzania? Kwa kweli kwa sababu litakuja, unajua safari kidogo, kwa sababu fainali ya mwisho itachezewa hapa. Kwa hiyo litakuja. Kikubwa ni kwamba linatakiwa kubaki, na tumejiandaa sisi kama Simba kuhakikisha tunatengeneza historia, kombe linabaki safari hapa. Sawa. Nipo pia na shabiki mwingine hapa, wekundu wa Msimbazi, wakiwa tayari wanauzi kabisa wa mnyama hapa kujiandaa kuelekea mchezo wenyewe. Labda tuambie namna unavyoiona timu yako kuelekea mchezo wa finali leo saa 4. Yeah, of course si timu naiona tunaweza tukafanikisha hili jambo tulilolikusudia. Kikubwa kwanza tumheshimu mwenyeji wetu. Tumheshimu mwenyeji wetu, anaweza likatokea lolote tukishapata goli kule sisi huko tunamaliza. Naamini kombe sisi tunaweza tukalichukua msimu huu. Kwa hiyo ni waombe tu viongozi wetu, benchi la ufundi, tushirikiane, tuzidishe dua. Tukishazidisha dua, mambo yanaweza kawa sawa, mambo yakaenda vizuri kabisa. Tutakuja kumaliza mechi Dar es Salaam, naamini hiyo. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tunaweza tukafanisha ile ikawa safi kabisa. Katika mashabiki wamegawanyika sehemu mbili. Wapo kundi ambalo kufika tu hatua hii ya finali wao kwao wameshukuru, ambacho kitatokea katika matokeo ni shani tu, lakini wapo ambao wanaamini kombe litachukuliwa. Wewe upo katika upande gani hapo? Ya kombe litakuja Msimbazi. Msimu huu kombe litakuja Msimbazi, ni mara ya kwanza Msimbazi kuleta kombe la shirikisho, ndio itakuwa awamu hii, kwa sababu awamu hii tulisema kabisa kwamba hatutaki kuishia robo finali, tunataka tuende mpaka finali tuchukue kombe. Ndio dhamira yetu sisi. Kwa hiyo msimu huu umekuwa bahati yetu, Mwenyezi Mungu atujalie tuchukue kombe, tutashukuru sana. Mambo yatakuwa yameenda barabara kabisa. Tutashukuru Mwenyezi Mungu. Sisi tunachotaka kwanza mechi ya leo, Mwenyezi Mungu atujalie tusifungwe goli angalau hata 2. Tulinde. Mimi naamini mwalimu wetu anaweza kawa anajua nini cha kufanya ugenini, then anakuja kumaliza mechi nyumbani. Ni hilo tu, mambo yatakuwa vizuri. Hawa wanaosema kwamba kombe litaondoka, hao sidhani kama ni mshabiki wa Simba. Kama mshabiki wa Simba kindakindaki, mambo yatakuwa barabara kabisa. Kombe litakuja Msimbazi. Nini kinawafanya mtembee kifua mbele kuamini kwamba kombe litakuja Tanzania? Kinachofanya tutembee kifua mbele, kwanza timu tulionayo. Tuna timu imara, kwa hiyo ndio inatupa faraja kubwa sana, faraja nzuri sana ya kuchukua hili kombe. Sidhani kama kuna sawa, Berkane ni timu ngumu, lakini tutajua namna ya kucheza naye ili tubakishe kombe nyumbani. Yeah. Unatamani kuona kikosi leo kikifanya kitu gani hasa kwa kushauri? Kikosi leo nachoomba kwanza, mwalimu kama mwalimu najua ataniwekea viungo vya kutosha pale, ili wale jamaa wasitoke na mpira. Yaani wakishaweka viungo pale, akianza Kagoma na Ngoma pale, mambo yataenda barabara. Najua viungo watasababisha wale jamaa wasipande. Mimi nataka mbele aanze Mkwala akianza atawapa pressure kubwa sana. Kwa hiyo hapa katikati Mpanzu mimi naamini atatufanyia mambo mazuri leo. Yuko vizuri sana. Sawa, tutarejea tena kwako. Nipo bado na wadau wa soka ambao wapo katika kijiwe hiki wakisubiri mchezo wenyewe ambao utapigwa majira ya saa 4. Labda tuambie unaitwa nani na namna ambavyo unaiona Simba kuelekea mchezo wake wa finali dhidi ya RS Berkane. Sasa kwanza kwa majina naitwa ID Diliho aka Kizibo. Kwanza kabisa pia naweza nikasema nina imani na klabu ya Simba. Japokuwa na mheshimu mpinzani, Berkane ni klabu kubwa. Naizungumzia kwamba Berkane ni timu kubwa, kwa hiyo naenda kucheza naye huku nikiwa na tahadhari kubwa sana. Mimi kama Simba nasema kwamba Simba ina kikosi kipana, tuna uwezo wa kucheza mpira mzuri na tukabeba hichi kikombe. Katika mchezo wetu wa kwanza wa leo ya finali, nafikiri tutacheza mchezo mzuri bila shida yoyote, na tutakwenda kuonesha matumaini ya mchezo wa pili wa finali na kubeba ndoo. Wachezaji gani unaona leo wataibeba timu mabegani? Timu atakayoibeba mabegani wachezaji wa leo ni Mpanzu, Kibudensi pamoja na Mkwala pale mbele. Yeah. Sawa. Hao ni baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wekundu wa Msimbazi wakizungumzia kuelekea mchezo wa finali ambao unapigwa pale nchini Morocco kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane. Ni mchezo ambao umebeba hisia za mashabiki wa soka ambao sio tu wa wekundu wa Msimbazi bali hata mashabiki wengine ambao kwa ujumla wanasubiria kuona matokeo kama yatakuwa ni ya ushindi, sare ama atakayepoteza. Kutoka hapa sina la ziada, narejesha matangazo hapo studio.
Yes, na hapo ilikuwa ni Dodoma tumetoka kutazama Mwanza, Dodoma. Mashabiki social hapo kila mkoa, hapo kila engo. Afisa ndo muda pekee Abu kwenda kwa Samuroko kwa shabiki social pia mwingine ambaye anatuwakilisha kule, King Faida, na yeye ana jambo anataka kutugusia hapa sisi. King Faida bwana kaukwea. Kapa pipa. Hiyo pesi. Tukamtazame King Faida Pepe, ni shabiki social naye yuko pale nchini Morocco, naye anataka kutuambia kipi ambacho kinaendelea. Naitwa King Faida, ni mwimbaji wa kikundi cha Speaker. Nimekuja kuisupport timu yangu huko Morocco. Kwamba nawaambia leo tunaenda tukafanya mambo makubwa, japo wao wako kwao, lakini nataka sisi tuwe juu. Tumejizatiti mimi na kundi langu ambalo la Speaker, mimi ndio kiongozi wao kama King Faida. Nataka nifanye jambo la ajabu. Simba ae, Simba ae, baba aliombele saizi yako nyama naua, baba aliombele saizi yako nyama. Naiombea timu yangu leo ifanye mazuri ili tukalimalize jambo nyumbani Tanzania. Na Goma likiwa limeshafungwa goli hapo linakuja jimbo gani? Goma likishindwa lazima tuje na nyimbo yetu ambayo inadumu miaka hadi miaka. Ndio. Wana Simba kidedea, kidedea, wanasema kidedea, kidedea. Dulicheze kidedea, kidedea. Hatari. Asante sana Faida. Asante sana. Wana Simba kidedea, kidedea, tuicheze kidedea, kidedea. Shabiki kidedea, kidedea. Tuicheze kidedea, shabiki social kidedea, kidedea. Tuicheze kidedea. Namna hiyo. Sasa habari za kidedea hapo baada kiongozi wetu Meb Al-Haddad ni miongoni mwa watu ambao wanajua kweli ngoma ya kidedea. Tangu miaka hiyo. Basi nafikiri 25 tutamwalika hapa naye. Inabidi awepo kuicheza kidedea. Haja tukumbushe habari za kidedea na kina mzee Muchachu. Mambo yalivyokuwa kipindi kile. Bwana sawa, uwanja wako. IK, kabla hatujaenda haraka kuna watu wanatuandikia pia kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa Azam TV Sports. Mikael anasema yeye anatoka Katavi, Mungu ibariki Simba na hii tutabeba, Simba nguvu moja. Lakini Saka anasema kwamba hii tutabeba. Lameki anasema anaitwa Sepiga kutoka Zanzibar, anatakia kila laheri timu yake ya Simba. Kutoka Tukuyu Mbeya, Nazareti anasema Simba leo wanaenda kupata matokeo huko Morocco. Alfani anasema anatokea Tanga, Tanzania, Simba timu yake na Mama Samia rais wake. John anasema kwamba kichapo cha kizalendo huko ugenini. Alfani Msuya kwa mara nyingine ajirejea, lakini wapo pia mashabiki wengine. Bangi anasema kwamba maombi kwanza, tutabeba kombe hili. Baadhi tu ya mashabiki ambao wanaendelea kutuandikia katika ukurasa wetu wa Azam TV Sports kule Instagram. Endelea kutuandikia pia kwa sababu kuna mengi yanakuja kuanzia sasa mpaka inafika hiyo saa 4 mpaka saa 6 kasoro tunamaliza. Tutakuwa hapa sana tu kuhakikisha kwamba Shabiki Social unapata kile ambacho utakiwa kukikosa kwenye mchezo huu. Tuendelee, si ndio? Tuendelee, uwanja wako. Tuangalie basi yale mengine ambayo yametokea katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kumbuka ile neno social linatokana na social media kwa maana mitandao ya kijamii, na nyie ndio wanajamii wenyewe ambao mnaandika mambo tofauti katika mitandao ya kijamii. Na tukianza na ukurasa wetu huu wa Azam TV Sports, hili ndio dimba la Manispaa Berkane ambao mchezo wenyewe utakwenda kuchezwa leo. Ndio muonekano huo upo eneo la mbele hili. Kuna kama goli itaanzia pale, kuna pale chini pale kwenye kijani pale. Kijani ndio kuna kijani fulani pale ndio mpira unapopita pale. Ndio hapa. Kwenye kijani chini ile. Shafa goli unapopita. Sasa kuna maoni tofauti. Classic anasema kwamba uwanja ni mdogo. Datutu anasema kwamba kawanja kadogo. Sawa. Anafananisha KMC na Chamazi ukubwa wake. Simba atafanya kitu hapo. Huyo ni umeme unajumbana anajiita hivyo. Wana Simba damdamu anasema dimba lipo vizuri tu, tutagaragaza kinoma. Unajua kawaida sisi mashabiki wako kuna tabia sisi kwa kukusia magoli. Last time tuitabiri hapa. Ikapita. Kwako wewe shabiki wewe unaona ngapi leo? 2, 1 ama bila? Ili goli alilali wazi hili. La huku 1. Basi sawa. Alilali wazi. Ili goli la 1. Huku. Mimi nasema pale kwenye kijani pale itapita pia 1. Tutakuwepo hapa Shabiki Social kwa tutakumbushana. Itapita 1. Niliona ili goli
lina harufu hivi. Sawa, tuendelee. Tutoke hapo, tuangalie kingine ambacho Shabiki Social tumekuandalia na kinatoka kwa bwana mmoja ajita Mponzi Sports. Anasema kwamba hatimaye ile siku imefika, siku ambayo kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na nchi yake na klabu ya Simba ataungana kuombea Simba kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wa kwanza kabla ya kuja kwenye mchezo wa pili. Kila laheri mnyama katika mechi ya fainali ya mkondo wa kwanza. Na kama ambavyo Shabiki Social tumeimba tangu tunaingia, kila laheri Simba katika mchezo huu. Na timu yote ambayo itakuwa katika nafasi hii tutaiambia wimbo huu. Kila laheri. Yani once unakwenda kimataifa, wewe unawakilisha nchi na utapita hapa wazalendo wote tuko pamoja na wewe. Mashabiki Social wote tupo pamoja na hiyo. Siku hiki ni kipindi cha kwenu wote. Nikukumbushe Irene, Shabiki Social inapokuja kwenye Kariakoo Derby tunashindwa kujigawa. Yaani inakuwa ni tutasimama katikati. Yaani tunasoma mpaka mambo yataki kusomwa. Givenalit ama Given Edward ni moja kati ya watumishi wa klabu ya Simba. Hasa katika kitengo cha digitali. Leo asubuhi wakati ameamka anasema kwamba siku ya leo ndio siku ya wote kusimama kama taifa na kuitakia mema Simba bila kujali itikadi. Hata yeye mwenyewe anafanya hivyo. Asante. Lakini cha pili akasema kwamba huu ndio muda wa kutengeneza graphics, kwa maana picha zile za ubunifu kwa ajili ya tarehe 25. Akaomba cover ya filamu moja ile filamu ya Shumileto, unaikumbuka? Naikumbuka. Yaani Battlefield, kwa kweli sijaelewa kwanza kwa nini kaomba ile picha ambayo inatisha Marekani. Sasa kwamba hadi sasa ndo mnakuja Tanzania sasa. Picha ya kutisha. Picha ya kutisha. Tunarudi bongo. Ili atengeneze. Kwa hiyo Given moja kati ya wabunifu wa klabu ya Simba ambao ndo ukiona zile artwork zile ama ukiona zile picha Simba si wako vitani si nini, basi ujue ni Given anafanya hayo mambo. Mick Junior anasema kwamba namna ambavyo CAF wanaitazama mechi ni kwamba Berkane ni timu ambayo inataka kutengeneza sura tofauti kwenye historia yao ya soka, kwa maana kwamba iwe moja kati ya timu ambazo za kutishia ama majant kwa sasa endapo wakibeba kombe hili. Na pia kumbuka hii ni finali ya 4 wanaingia. Ila 2 washashinda tayari. Na 2 wameshinda. Kwa hiyo kidogo wao wanaingia na mabavu fulani kama kujiamini fulani. Simba wamekuwa pale kwa muda wote na kwa sasa wamechukua sura tofauti na misimu 5-4 iliyopita, kwa maana kwamba walikuwa kiishia robo finali na sasa wako finali. Je, watatengeneza sura gani? Ni eneo jingine ambalo CAF wanaliangalia kwamba Simba wanawatazama kwa mtindo huu kwamba timu tunabeba. Hii tunabeba na watangazaji wenyewe tunabeba ni hawa hapa. Mission Berkane, tutakuwa naye sauti ya radi Mwamba Malila akiwa na sauti ya mamlaka mzee wa nini? Mzee wa maini kwenye mfuko wa Rambo. Hinjo naye atakuwepo hapo kuhakikisha kwamba wanakupa burudani. Hawa ndio watangazaji wetu wa mchezo wa leo majira saa 4 usiku utakao kutangazia mechi hiyo live kabisa kutoka hapa Azam Sports 1 HD chaneli namba 111 kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV. Utakuja kuwasikiliza hapo baadaye ndio burudani halisi hiyo. Anakuambia Mwamba Malila, Baraka Mpenje ilikuwa ni ndoto yake kutangaza fainali na imefika sasa. Kwa hiyo leo na anatimiza ndoto yake. Saa 4 patawaka moto. Kwamba ukihisi kwamba mtu kama Baraka hana ndoto, unakosea. Alikuwa na ndoto zake. Kumbe kuna ndoto ilikuwa hajatimiza na leo kuna mtu ambaye leo ndoto yake imetimia. Jambo la kujifunza pia hapa. Ndio naye tunaye pale mida saa 4 kamili. Kwa hiyo sisi Mashabiki Social kwanza tunawashukuru kwa kuwa nasi siku hadi siku, na tunawaahidi mazuri mengi sana. Waona ujumbe wako tupia kwenye Instagram zetu pale Azam, tupia una maoni yako tupia, ili tukija tarehe 25 hapa tena tutakuwa na mengine ya kuongea mengi sana. Abu, kwa kumalizia tu kidogo wewe waage Mashabiki Social. Mimi nitawaga baada ya wewe. Unataka kuaga Kifaransa? Mimi kwa Kifaransa, niachie mimi huko. Wewe twende huko. Bwana, shukrani sana kwa muda wote ambao tumekuwa pamoja hapa Shabiki Social, ambaye ulikuwa maeneo tofauti. Tumependa pia
tumetazama ama tumependa kuwaona mashabiki social ambao mmejitokeza kutoka kule Dodoma mkiwa na Ahmad Ali, lakini kule Mwanza Innocent Alois alikuwa nao pale mashabiki social wakijiandaa kwa ajili ya kutazama mchezo huo. Shukrani kwa wote ambao pia mmetuandikia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mimi ni Abu Yusuf. Yes, na mimi ni Irene Lawrence Haule na kushukuru sana wewe shabiki social ambaye alikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Wana Simba kidedea, kidedea, shabiki kidedea, wewe tulia, hujamaliza, baki hapo hapo. Sasa mashabiki social wote muda huu tunakwenda kuungana na mashabiki social wa Mtwara. Mwenzetu Kasembe naye ana namna kutuambia kule wana shauku gani Mtwara kanda ya kusini, ili mwisho siku tu tumegusa shabiki social kwenye kila namna ili tu mwisho siku burudani iwe kwa wote. Mimi nilikuwa nami na sina mengi. Baki hapo hapo. Leo ni bandika bandua. Burudani shabiki social. Kasembe, uwanja ni wa kwako sasa. Karibu sana. Mimi kwa majina kwanza naitwa John Nedison Chalia. Ni mshabiki kindakindaki wa Simba. Na leo saa 4 tuna jambo letu. Kwa hiyo nina uhakika Berkane watatutambua kwa siku ya leo. Wala hiyo sina wasiwasi. Huku tarehe 25 tunakuja kumalizia tu. Lakini mziki ni wa leo saa 4 huko kwao huko. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kwa sababu tunajiamini. Na sio mara ya kwanza, wale tumeshawahi kuwapiga goli 1 bila. Kwa hiyo tunawajua. Kwa hiyo hatuna wasiwasi. Kwa nini unajiamini? Najiamini kulingana na timu yangu ilivyo. Na kwamba wale tumeshacheza nao na tukawapiga. Kwa hiyo hatuna hofu na wao. Tunawajua. Kwa jina naitwa Omari Ndege. Ni mshabiki kindakindaki wa klabu ya Simba. Leo hivi hapa ninapozungumza hapa na watoa hofu mashabiki wenzangu wote wa Simba duniani. Mashabiki wenzangu wote wa Simba duniani na watoa hofu. Kwa sababu gani? Hawa jamaa washatuogopa tayari. Tendo tuta kusema mara pelekeni Zanzibar sio nini? Yaani washajua kwao tunawakata. Sawa? Alafu shughuli huku tutakuja kumalizia kulainisha, yani kama vile supu unavyolainisha baada ya kula na urojo yani. Umeelewa baba? Kwa hiyo bwana, mimi mashabiki wenzangu wa Simba na watoeni hofu. Jambo lishaisha. Naitwa Chilumba Junior. Ni mnyama kasoro mkia. Nachozungumzia hapa ni kwamba yani leo matokeo ni muhimu kupata sisi hapa kama Simba kwa sababu Simba inawakilisha taifa na bendera inayopepea pale ni moja tu ya Tanzania pale kwenye klabu ya Berkane. Kwa hiyo hapa tunachoomba ni nini? Wachezaji wetu wawe comfortable, wapigane ya mashindano, tupate ushindi na hapa tukija nyumbani kama kawaida tunamalizia. Hamna shaka. Kwa majina naitwa Mzee Chingoma, ndio kwa jina maarufu. Sina mengi ya kusema ila nawaombea watu wa Simba leo wapate ushindi, wakichukua kombe lile manake wamefungua njia. Na sisi tunapokuja tena na sisi tunabeba. Hawezi kuchukua hao ubingwa afu Yanga wakashindwa kuchukua. Wewe naamini leo wewe Fadil aweke blanketi lake atandike huko nyuma, lakini angalie hakuna kujiangusha leo, sio ligi ile ya Tanzania. Kwa hiyo akina Kapombe wapambane. Ninachopenda kuwasihi ndugu zetu wa Simba, mimi ni shabiki wa Yanga lialia na ni mwanachama. Ningependa niwasihi ndugu zetu wa Simba wawe na utulivu. Mimi si walili vibaya na walilia washinde, wawe na matokeo mazuri kwa sababu hilo kombe likishafika Tanzania ni heshima kwetu na kwao. Tuache hizo propaganda ya kuweza kuwachamba, sijui tunawazomea hivi na kwa sio. Japokuwa tuombe wenzetu wachukue kombe, walilete Bongo, likishafika Bongo maana yake mwakani na sisi tutajipanga vizuri na sisi ikibidi tuwazidi wenzetu. Hiyo imepita.